Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limeendelea na operation za kukabiliana na matapeli sugu ambao wanatumia mtindo wa kuwarubuni vijana kupitia mitandao mbalimbali, kwamba wanawafundisha vijana namna ya kuwa mabilionea na baadaye kwa kutumia majina ya makampuni ambayo yanachunguzwa kuhusu uhalali wake. Kwa hiyo tumekuwa na wimbi la matapeli kwenye mkoa wetu wa Morogoro, na sisi tangu Januari tumekuwa na operation mbalimbali za kukabiliana nao. Kwa hiyo sehemu ya utapeli ambao tunauona ni haya makampuni aidha bandia au uhalali wake pia bado unachunguzwa. Yamekuwa na mtindo wa kuwaita vijana kutoka mikoani huko kwa ajili ya kuja kufanya mafunzo ya ujasiriamali au kuwafanya wawe mabilionea, matajiri kwa baadaye. Sehemu ya makampuni hayo ni kampuni inajiita kwa jina la Alliance in Motion Global, nyingine inajiita QY Group of Company, lakini kuna kampuni inaitwa QNet Group of Companies na kampuni nyingine inajiitwa Instant Millionaire. Kwa hiyo viongozi wa haya makampuni wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Utaona vijana hawa wanashawishiwa kutoka kufika eneo watakaloelekezwa ambapo ulipa ada ya shilingi kati ya Laki6 mpaka milioni 1, na ukishapokelewa kwenye kambi ambazo zimeandaliwa ambapo ni nyumba kubwa zenye uzio ambapo si rahisi kuonekana na watu wengine, kisha kuanza kuwalazimisha au kuwashawishi wenzao ambapo wavuta kwa maneno mazuri na kusafiri kufika kambini mkoa wa Morogoro. Vijana hao wakiwa kambini hurubuniwa na kuanza kuwalazimisha wazazi wao wawatumie pesa kwa ajili ya kuendelea na masomo zaidi, wakiaminishwa kuwa watakapohitimu watapata ajira kupitia mtandao. Vijana wengine wanatokea mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza na Iringa. Wengi wa vijana wanatokea mikoa hiyo. Utashangaa kwamba hakuna kijana anatoka mkoa huu wa Morogoro, wengi wanatoka mikoa ya nje. Mpaka sasa jumla ya vijana 399 wameshaokolewa kutoka mikononi mwa matapeli hao, lakini watuhumiwa zaidi ya 19 wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu. Okay, kwa majina yangu naitwa Rosemary Joseph Mtalo, nimetokea mkoa wa Arusha. Akamwambia muandalie pizza, kaanda pizza na kupeleka mezani, yani akampa congratulations, nimepika chakula kizuri. Akaambia naomba nipe namba nikutafutie kazi. Kwa hiyo Rika akampa namba na akampa shilingi 7,000 kama zawadi. Baada ya siku 3 amerudi mkoani, kampigia simu, kuna kazi Morogoro njoo, lakini atakuja na 1,500,000 kama hela ya kumpa yule anakuja kukufanyia usaili. Yes, tukampa mtoto hela na nauli akapewa, akaja Morogoro siku 3-2, tunapigiwa simu kwamba wafanye interview watu 30, lakini watu 6 ndio wamepita kwenye interview, ambao mwanetu mmoja Eriki kashika nafasi ya kwanza, kwa hiyo ataenda Dubai, lakini kuna wengine wataenda Malaysia 3. Yes, kwa nikajaribu kutafuta, nikampigia RPC wa mkoa wa Kilimanjaro aweze kuniunganisha na RPC wa mkoa wa Morogoro. Wamenipa ushirikiano mkubwa sana. Baada ya kupiga Morogoro, RPC amenipokea, kaniunganisha na OCCIT, tuko online, nikafanya mambo, tukaendelea kupambana. Basi jana wananipigia simu, niko kwenye kikao, njoo tutapata kijana wako. Kwa nikasema nipaka safari jana usiku na nimeingia hapa saa 11 asubuhi. Yule dada anasema kwamba anataka 5,000,000 na 800,000 kwa ajili ya usafiri, lakini kamwambia mtoto ana visa, ana chochote, anasafirija. Kanambia usijali mama, sisi tunafanya hizi kazi na kwa mwezi mmoja atakuwa nalipo 2,000,000. Kwa mtu naye yani kama vile amemwathiri kisaikolojia. Mtu naye akampaka namwambia mama naomba uze ile eneo langu niondoke niende mama nikatafute riziki. Kwa hiyo hivyo, lakini nashukuru sana RPC wa mkoa wa Morogoro na Kilimanjaro na OCCID. Mimi nawaambia tu wazazi kwamba hebu tukae vizuri na watoto wetu nyumbani, lakini whatever huwezi kuelewa, ndio kama hivi anaenda field anaenda kuteko kule. Kwa hiyo ninachotaka kujua au mimi kuweza kuambia tu jeshi la polisi, hebu angalie kwenye hivi vyuo na kule anakwenda kufanya field. Ninahisi kuna connection, kwa sababu huwezi kuniambia mimi naenda field alafu nipate mtu pale ananiambia nimhudumie na after hapo atake na namba kaniajiri. Kwa hiyo tuangalie na kule wanakwenda kufanya zile interview zao kwa ajili ya kupata ajira. Kule kuna kitu kiko chini ya carpet.